Bwana, Pakistan pamoja na India wameingia nao katika mgogoro wa kivita ambapo wameanza kushambuliana, ambapo India ilifanya mashambulizi makubwa sana pale nchini Pakistan, ambapo hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na jeshi la pale Pakistan, wakielezea juu ya mashambulizi ambayo yamefanywa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, ikiwa ni siku chache baada ya Pakistan pamoja na India kurushiana maneno kwamba watashambuliana, na Pakistan yenyewe imesema itajibu mashambulizi hayo, na mashambulizi hayo yatafanyika saa na wakati wowote, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Luteni General Ahmed Sharif Chaudhry, ambaye yeye ndiye msemaji wa jeshi la pale Pakistani, akisema mashambulizi ambayo yamefanywa ni mashambulizi ya hovyo na yanatakiwa kujibiwa kwa namna ambavyo inahitajika. Na tumeona India yenyewe imesema kwamba sababu za kuishambulia hiyo Pakistan ni kwa sababu pia kuna baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yakitumiwa na magaidi kama maeneo ya Kashmir, ambapo kumekuwa kukitumiwa na magaidi. Na tunapozungumza ni kwamba kuna barua ambayo imeandikwa ya kutoka pale India, ambapo wametangaza kusitishwa kwa masomo kuanzia leo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025, ambayo ilikuwa ni notification ambayo imetolewa na serikali ya pale India kwa wanafunzi wa elimu za juu, wakieleza kwamba kuanzia leo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025 basi watasimamisha masomo na ratiba mpya itatangazwa hapo baadaye baada ya hali kurejea katika maeneo mbalimbali. Sasa kwenye ile taarifa ambayo ilitolewa na Wizara ya Ulinzi ya pale Pakistan, waliandika kwamba kuna operation moja inayofahamika kama Sindhu, ambapo vikosi vya wanajeshi wa India vilifanya mashambulizi mfululizo na kushambulia maeneo ambayo wanasema ni maeneo ya kigaidi. Wakasema vikosi vya jeshi la India vimeanzisha operation walioita jina la Operation Sindhu, ambapo wameharibu miundombinu ya kigaidi kule Pakistan pamoja na maeneo ya Jammu pamoja na Kashmir, ambapo huko India imefanya mashambulizi hayo ambayo ni mashambulizi ambayo yalikuwa yamepangwa, na maeneo yasiyopungua 9 yameshambuliwa kutokana na mashambulizi hayo. India imeanzisha mashambulizi ambayo yamefahamika kama Operation Sindhu kwa lengo la kushambulia kile walichokiita miundombinu ya kigaidi ya ndani ya Pakistani na katika eneo la Kashmir ambalo linadhibitiwa na Pakistan, kama hatua ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio la kigaidi ambalo limetokea katika bonde la Baizrani. Serikali ya Islamabad imelaani mashambulizi hayo, ikiyataja kuwa ni uchokozi wa kinyama na imeahidi kulipiza. New Delhi ambayo ni India imeelezea kuwa ililenga maeneo 9 mapema asubuhi ya Jumatano, ikisisitiza kwamba mashambulizi hayo yamelenga kambi za magaidi pekee na sio vikosi vya kijeshi vya Pakistan au raia. Nikinukuu kauli ambayo imetolewa, nasema tumechukua hatua zilizolengwa kwa uangalifu mkubwa na zisizo za kichokozi. Hakuna kituo cha kijeshi cha Pakistan kilicholengwa. India imeonyesha kisasi kikubwa cha uvumilivu katika kuchagua malengo na namna ya utekelezaji, ilisema sehemu ya taarifa iliyotolewa na serikali ya India. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali operesheni hiyo ya India na kuielezea kama shambulio la unyonge, akiongeza kwamba Pakistan ina haki kamili ya kujibu kwa nguvu dhidi ya kitendo hiki cha kivita ambacho kimeanzishwa na India, na jibu hilo tayari linatolewa. Mashambulizi ya anga ya India yamefuatia shambulio la Aprili 22 katika bonde la Baizrani ambalo liliua raia 26. India imeishutumu Pakistani kwa kuhusika na njia isiyokuwa ya moja kwa moja, ikidai kuwa magaidi waliovuka mpaka walihusika na kikundi kinachojulikana kama The Resistance Front ambacho kinahusishwa na kundi la Lashkar-e-Taiba lenye makao yake pale Pakistan. Kilikiri awali kuhusika na shambulio hilo, ingawa taarifa za baadaye zilielezwa kwamba kilijiondoa kwenye madai hayo. Pakistan imekana vikali kuhusika kwa namna yoyote na shambulio hilo na imetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru na wa haki zaidi.
Ifahamike, historia inatuambia India pamoja na Pakistani, haya ni mataifa ambayo yote yanamiliki silaha za nyuklia na wamewahi kupigana vita 4 tangu yalipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1947. Ilikuwa ni miaka miwili tu baada ya kumalizika kwa vita ya pili ya dunia. Na siku chache kabla ya India kuzindua hiyo Operation Sindoor, Islamabad ilisitisha rasmi mkataba wa mwaka 1972 na New Delhi ambao ulikuwa unalenga kudumisha amani ya kudumu kati ya mataifa hayo mawili. Mkataba huo ambao ulijulikana kama mkataba wa Shimla ulisainiwa tarehe 2 mwezi Julai mwaka 1972 na aliyekuwa waziri mkuu wa India Indira Gandhi pamoja na mwenzake wa Pakistan Zulfikar Ali Bhutto, na makubaliano hayo yalifikiwa kufuatia kushindwa kwa Pakistani kwenye vita ya mwaka 1971 ambayo ilisababisha kugawanyika kwa taifa hilo na kuundwa kwa Bangladesh huru. Hati hiyo ilikuwa na lengo la kuweka misingi ya uhusiano wa amani na utulivu kati ya nchi hizo mbili. Pande hizo mbili zilikubaliana kutafuta na kufuta kabisa tofauti zao kwa njia za amani kupitia mazungumzo ya pande mbili au kwa njia nyingine yoyote ya amani itakayokubaliwa na wote. Mkataba huo uliagiza kwamba masuala kati ya India na Pakistani yashughulikiwe kwa njia ya mazungumzo ya pande mbili na ulitangulia na maazimio ya Umoja wa Mataifa kuhusu Kashmir. Pengine muhimu zaidi, chini ya makubaliano hayo, India na Pakistan ziliidhinisha mstari wa udhibiti uliofahamika kama LOC, uliokuwa ukijulikana awali kama mstari wa kusitisha mapigano na kufanya kuwa mpaka wa muda baina ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, kwa kusitishwa kwa mkataba wa Shimla, uhalali wa LOC umekuwa mashakani na inawezekana kwa upande wote kutumia fursa hiyo kwa manufaa yake na kuvunja makubaliano kwa lengo la kupanua maeneo. Alizungumza Air Marshal Anil Chopra mstaafu, ambaye alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha mafunzo ya nguvu za anga mjini New Delhi pale nchini India. Kwa hiyo kuna mashambulizi tayari huko wameanza kupigana, na unaweza kuona namna ambavyo dunia inaendelea kugawanywa katika vipande vya mapigano kwenye maeneo mbalimbali. Yaani hii inaanza kuturudisha nyuma hata wakati wa vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia. Of course dunia ilianza kupigana maeneo tofauti tofauti kama ambavyo sasa hivi tunaona, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa katika vyombo mbalimbali vya habari, ilionyesha kwamba baadhi ya nyumba za kule Pakistan zimeharibiwa vibaya mno, na Pakistan yenyewe imeliarifu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba wana haki ya kujibu ipasavyo mashambulizi ambayo yamefanywa na India, na shule na vyuo vinafungwa kuanzia Jumatano leo maeneo ya Jammu, Samba, Kathua, Rajol pamoja na Poonch upande wa India kutokana na hali ya sasa, kwa mujibu wa taarifa ambayo imezungumzwa na waziri wa ulinzi wa Pakistan anaitwa Khawaja Muhammad Asif. Amesema kwamba wanatakiwa kulipiza kisasi haraka iwezekanavyo, na tumeona pia mikoa ya Punjab nchini Pakistan imeweka hospitali, vikosi vya uokoaji na utawala katika hali ya tahadhari. Shule zitafungwa siku ya leo kwa mujibu wa waziri mkuu wa mkoa huo anayefahamika kama Maryam Nawaz Sharif. Na waziri wa mambo ya nje wa India Jai Shankar ameandika kupitia ukurasa wa X akasema dunia ni lazima ichukue msimamo wa kutovumilia kabisa masuala ya ugaidi. Lakini naye waziri wa ulinzi wa India Ranjit Sai amewasiliana na mkuu wa majeshi ya nchi kavu, jeshi la majini na jeshi la anga kufuatia mashambulizi ya usiku wa kuamkia Mei 7. Wizara ya ulinzi inatarajiwa kutoa taarifa rasmi. Tumeona balozi wa Israel mjini New Delhi ameonyesha kuunga mkono hatua ya India, akisema Israel inaunga mkono haki ya India kujilinda. Magaidi lazima wafahamu kuwa hakuna sehemu salama ya kujificha. China imesema inaona mashambulizi ya India dhidi ya maeneo ambayo yanadhaniwa kuwa ya magaidi nchini Pakistani kuwa ni ya kusikitisha, huku ikisisitiza kupinga aina zote za ugaidi. Na wizara ya mambo ya nje ya China imezitaka pande zote mbili kuwa utulivu na kujizuia ili kuepuka hatua ambazo zinaweza zikasitisha mvutano katika maeneo hayo. Kwa hiyo mashambulizi ya India by the way ni kama yanaungwa mkono na mataifa mbalimbali, kwa sababu walioanzisha hilo VAG ni hao watu kutoka Pakistan na hivyo vikosi vyao. Sisi tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi ili tuweze kuwaletea hapa taarifa ambazo zinatoka huko Pakistan pamoja na India kutokana na kile ambacho kinaendelea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.